Bwana Yesu asifiwe sana. Maji, kuna mahali Mungu amekuweka. Endapo Mungu amekuweka, amekuchagua wewe hapo, haijalishi pawe pachafu kiasi gani, wewe umeitwa kupiga kelele pale, lazima upige kelele. Usipopiga kelele, hata utakapoenda pazuri unapoona wewe, amani ya moyo haitakuwepo, wala mafanikio na matokeo hutayapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautayapata. Unaweza ukasema kwa sababu mimi niko vizuri, mimi ni mtakatifu, mimi ninamcha Bwana vizuri, lazima niangalie sehemu nzuri ambayo ina watu wanamcha Bwana, watu wako vizuri, watu wanampenda Mungu. Je, Bwana anakuchagua, anataka na wale wasiompenda Mungu wampende na yeye. Sasa watampendaje wasipomwona anayempenda Mungu akiwashawishi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu anaweza kukuchagua kukaa katikati ya mbwa mwitu ili uweze kubadilisha mbwa mwitu uweze kusimama. Lakini kama umechaguliwa, sina maana ya kwamba sasa uanze kufanya maamuzi ya kwamba ya kuangalia sehemu ambayo ni mbaya unaenda. Hapana. Mahali ambapo Mungu atakuchagua, mahali ambapo Mungu atakuchagua kwamba fanya hiki mahali hapa, hapo ndio unatakiwa kusimama hata kama paweje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu amekuchagua hapa usana, hajalishi kutokeni, hajalishi kutokee shida gani, Bwana ndio amekuchagua uweze kusababisha matokeo mazuri, badiliko zuri mahali hapa, ili watu wamuone Mungu, watu waweze kupona, watu waweze kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama tunaelewana watu wa Mungu. Sasa kwa leo, huu ni utangulizi tu. Ninakupa mwanga ya kwamba ni Mungu amekuchagua. Mpaka kupata nafasi hiyo ulio nayo hapo ulipo, ni Mungu amekuchagua. Ni Bwana amekuchagua Maria. Ni Mungu amekuchagua, hawezi kuepa kwa namna yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo matatu hapo ambayo tutaenda kuyaomba siku ya leo. Na jambo la kwanza kabisa, unatakiwa ujue ya kwamba usipokubali kufanya kile ambacho Mungu amekutaka ufanye, utakutana na mahangaiko ambayo hujawahi kuyaona kwenye maisha yako. Hilo jambo la kwanza ambalo unatakiwa kuelewa. Usipokubali kufanya kile ambacho Mungu amekutaka ufanye kwenye eneo husika, uwe na uhakika utakutana na changamoto ambazo hujawahi kukutana nazo kwenye maisha. Wakati mwingine utaanza kusema nimelogwa, au ndugu zangu wamenitolea kafara. Ndipo hautakubali kufanya kile ambacho Mungu anataka, unakaribisha mahangaiko. Ni kama umesaini kuwa na mahangaiko juu ya maisha yako. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo tutaenda kumsihi Mungu ni kumwambia Mungu, tuko tayari kufanya kazi yako eneo ambalo Bwana umetuchagua. Tuko tayari kuitenda kazi yako mahali ambapo Bwana umetuchagua. Na kama haujui mahali ambapo Mungu amekuchagua, anza kumuuliza Mungu. Mwambie Mungu, natamani nijue eneo gani umeniweka hapa usana. Je, unataka nifanye kazi gani? Unataka nifanye nini? Kuna muda mwingine Mungu alishakusemesha kufanya vitu mbalimbali mahali hapa, na umekaa kimya. Sasa leo mwambie Mungu, niko tayari. Nimetambua madhara, nimeona mahangaiko mengi ambayo nimekuwa nayo. Leo nimejua Bwana, niko tayari kufanya kazi eneo ambalo Bwana amenichagua. Hilo ni jambo la pili, la kwanza. Jambo la pili, Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo ambalo natakiwa kulifahamu jingine la pili, hutakiwi kukaa kwenye usingizi ulio nao. Unatakiwa kutoka kwenye usingizi huo, kwa sababu kuna watu utakapoamka kutoka usingizini, kuna watu wataokoka, wataepukana na mabaya kupitia wewe. Yona wanamwangusha, wanamwambia wewe amka, umuombe Mungu wako, yamkini atatusaidia. Kuna Mungu uliyembeba ambaye anaweza kaleta majibu kwa watu wengine. Unapolala usingizi unasababisha na watu wengine waweze kuteseka, waendelee kuhangaika.
umembeba. Ni Mungu mwenye majibu katika taifa. Unapoendelea kulala, unasababisha taifa liendelee kukuangamia. Kwa hiyo lazima uamke usingizini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni ombi la pili la kumwambia Mungu, ninaomba unitoe katika usingizi ambao nimelala kwa muda mrefu. Bwana, naomba unitoe katika usingizi ambao nimelala kwa muda mrefu. Mwambie Baba, ninakataa usingizi wa kiroho. Ninakataa usingizi wa kiroho. Roho ya kuzubaa, kataa. Mwambie Mungu, nitoe katika usingizi. Wakati mwingine shetani ametudumbukiza kwenye usingizi mzito, kana kwamba tunajiona tuko salama, kumbe hatuko sawa kabisa. Hatuko salama. Hebu mwambie Mungu leo hii, nimetambua ya kwamba Yona alilala usingizi kwenye merikebu wakati bahari imechafuka, akijiona yuko salama, kumbe hayuko salama. Wakati huo amembeba Mungu ambaye anaweza kaleta majibu kwa watu hao, wasipoteze hata mali zao walizopoteza. Kwa mwambie Mungu, ninaomba uniamshe usingizini nilipolala hapa, ili angalau yamkini kupitia mimi Bwana umekusudia taifa lipone, umekusudia kanisa lisimame, umekusudia kanisa lisonge mbele, umekusudia 1, 2, 3. Mwambie Baba, nitoe katika usingizi huu. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna watu watatoka kwenye shida zao kupitia wewe. Mathayo sura ya 8 mstari wa 25. Neno la Mungu linasema ya kwamba wanafunzi wake wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana tuokoe, tunaangamia. Haleluya. Bwana tuokoe, tunaangamia. Yesu pia na yeye alikuwa amejilaza kwenye meli wakati huo akiwa na wanafunzi wake, lakini ashangaa yeye ndio mwenye majibu, analalaje? Ikabidi wanafunzi wake wakaenda, Bwana mkubwa, amka, utuokoe, wanao tunaangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukilala usingizi, kwanza unaweza ukaangamia wewe, na vile vile unaweza ukasababisha na wengine waangamie. Sasa tumwambie Bwana tuamshe katika usingizi, ili kwanza sisi tuwe salama, na vile vile na watu wengine ambao Mungu ametupa au ametuweka katikati yao, na wao wawe salama vile vile. Bwana Yesu asiwe sana. Amka kwenye usingizi huo, Bwana anakuita utumike. Amka kwenye usingizi wa Bwana na kutaka ufanye jambo. Hilo ni ombi la pili ambalo tutaliomba katika maombi yetu ya siku ya leo, ambayo ni siku ya kwanza. Na jambo la tatu, usiwe sababu ya wengine kupoteza hatima zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe mtu au usiwe sababu ya wengine kupoteza hazina zao pamoja na maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali kwa sababu ya wengine kupoteza hazina zao. Usikubali kwa sababu ya wengine kupoteza mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Yona 1:5 tumeona hapo watu wakapoteza hazina zao, wakaanza kutupa malighafi ambazo walikuwa wanasafirisha, yamkini alikuwa ni wafanya biashara, wakaanza kupoteza. Sasa wewe mwana wa Mungu, usikubali uwe sababu ya watu wengine kupoteza maisha, kupoteza mwelekeo. Yona alisababisha wale watu kupoteza mwelekeo wa kibiashara. Wale watu alisababisha wapoteze mwelekeo kwa sababu wanatupa hazina zao kwenye maji. Maana yake zinaharibika. Maana yake kama ni mtaji umepotea, wakaanze tena kuanza upya kutafuta mtaji mwingine. Hapana, lazima tusikubali kwa sababu ya watu wengine kupotea. Kwa hiyo mwambie Mungu leo hii, ombi la tatu hilo. Bwana Yesu asiwe sana. Mwambie Mungu, nisaidie kutembea katika kusudi lako, ili Bwana nisije nikawa sababu ya watu wengine kupoteza hazina zao au kupoteza mwelekeo wa maisha yao. Bwana Yesu asiwe sana. Mungu haoni hasara kuharibu kila kitu unachokitegemea kwa sababu yako. Mungu akikuchagua haoni hasara kuharibu ndugu zako, haoni hasara kuharibu mali zako, haoni hasara kuchafua kila kitu, ili mradi mpaka ukubali. Mungu akuona hasara yote wale watu kupoteza vile vitu. Na muda mwingine Mungu hana hasara, lakini mzigo utaubeba wewe. Yona angekataa kwenda katika ule mji,
Ndani ya wale watu tutaangalia huko mbele, baada ya kukubali Yona, ni matokeo gani yalionekana katika ule nchi, tutaangalia. Lakini leo natamani tuishie hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu haoni hasara kuharibu kila kitu unachokitegemea kwa sababu yako. Usipotambua mapema, unaweza ukapoteza mali, fedha zako hospitalini, ukiumwa, teseka kwa magonjwa mazito, kwa waganga muda mwingine. Kumbe dawa ni kukubali tu kufanya kile ambacho Mungu ametaka. Full stop. Kuna watu leo wanahangaika hospitalini, anaenda huku kutibu ugonjwa hakuna. Kwa sababu tu nini? Amekataa kufanya kile ambacho Mungu anataka awe salama. Hebu tuambie Mungu sasa, tusaidie, tutembee katika chaguo lako Bwana, ili tusiwe sababu ya kupoteza mwelekeo kwa watu wengine. Sisi ni nuru, tunatakiwa tuwaonyeshe njia watu. Kwa tumwambie Mungu atusaidie. Kwa kuna mambo hayo matatu tutaomba leo, siku ya kwanza maombi yetu. Ninaomba kila mmoja aombe kwa mzigo. Wewe unayefuatilia, omba kwa mzigo ya kwamba Mungu, ninaomba unisaidie. Jambo la kwanza, mwambie Baba, ninakubali kuchaguliwa na wewe. Nimekubali kuchaguliwa na wewe katika eneo ambalo umeweka. Ninakubali kutumika, nakubali kufanya kile ambacho unataka. Ombi la pili, mwambie Baba, nitoe kwenye usingizi niliolala ambao unasababisha usingizi na watu wengine wasipate msaada. Na mwisho mwambie Mungu, ninaomba unisaidie nisiwe sababu ya watu wengine kupoteza mwelekeo. Nisaidie Bwana kufanya cha kwako, ufanye leo mapenzi yako ili niende sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana.